Yahweh. Hallelujah kwa mwana kondoo. Hallelujah, amen. Usifiwe Mwokozi. Bandorosa. Hallelujah, amen. Hallelujah kwa mwana kondoo. Hallelujah, amen. Usifiwe Mwokozi. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah kwa mwana kondoo. Usifiwe Baba. Usifiwe Mwokozi. Usifiwe Mfalme. Usifiwe Mwokozi. Usifiwe Yahweh. Usifiwe Mwokozi. Hallelujah. Usifiwe Mwokozi. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tunakuabudu peke yako. Tunakuinua peke yako. Bariki nchi yetu ya Tanzania wakati huu. Bariki taifa hili Bwana, leta neema yako. Ponya nchi yetu. Kumbana na kila aliye kinyume. Inuka na nguvu zako. Inuka na nguvu zako Bwana, adui wa nchi hii wakatawanyike mbele zako. Inuka na nguvu zako Jehova, adui wa Tanzania wakatawanyike kwa nguvu zako. Bwana, pita kwenye mihimili yote mitatu. Pita kwenye serikali, pita kwenye bunge, pita kwenye mahakama. Inuka Bwana na nguvu zako, adui wa nchi ya Tanzania wakatawanyike mbele zako. Inuka Bwana, inuka Bwana. Na wewe uliyeko online mwambie Mungu ainuke kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Ainuke kwa ajili ya taifa hili. Na maadui wa nchi hii watawanyike mbele za Bwana. Waondolewe kwenye nchi hii. Mungu apite kwenye vyama, aondoe maadui wa taifa hili. Apite kwenye kila eneo, aondoe maadui wa taifa hili. Mungu, inuka na nguvu zako kwa ajili ya Tanzania, kwa ajili ya mama Tanzania, kwa ajili ya mama Tanzania, kwa ajili ya mama Tanzania. Mungu, inuka na nguvu zako, kila adui wa Tanzania akatawanyishwe mbele zako. Mungu wetu, tunalileta taifa, ni la kwako, sio la mtu, ni la kwako.
na umetupa wa Tanzania tukae. Mbingu ni kiti chako na duniani ni mahali pa kuweka miguu yako. Kwa kuwa taifa hili unalionea wivu, Bwana, inuka kwa wivu wako juu ya taifa la Tanzania. Inuka kwa wivu wako, nenda kila mahali, usiwe na mpaka, kwa kuwa wewe ni omnipresence. Nenda kila mahali, nenda kila mahali, nenda kila mahali, nenda Bwana katika taifa hili. Ondoa kila asiyefaa katika taifa hili. Simamisha neema yako, simamisha neema yako katika taifa la Tanzania. Baba, katika ibada yetu ya leo tunaombea wote waliopata shida maeneo mbalimbali, walioumizwa, wanaoteseka, wanaopata shida eneo lolote. Taifa hili Bwana ukaliponye, kwa kuwa ulilifia msalabani. Mungu wetu, inuka na nguvu zako na uweza wako, katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Kila mmoja piga makofi kwa Mungu wetu mtakatifu. Haleluya, 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 haleluya. Karibu keti. Haleluya, amen. Haleluya, kwa mwana kondoo. Haleluya, amen. Usifiwe Mwokozi. Haleluya, amen. Haleluya, kwa mwana kondoo. Haleluya, amen. Usifiwe Mwokozi. Usifiwe Baba. Usifiwe Mwokozi. Usifiwe Yahweh. Usifiwe Jesus. Mwokozi. Hallelujah. Usifiwe Mwokozi. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, kwa mwana kondoo. Hallelujah, Bwana wetu. Usifiwe Mwokozi. Hallelujah. Usifiwe Mwokozi. Bwana wa mabwana. Usifiwe Mwokozi. Bwana mfalme wa wafalme.
Usifiwe Mungu we, usifiwe we Mwokozi. Hallelujah. Usifiwe we Mwokozi. Pe Bwana makofi ya shukrani. Karibu keti. Ni siku nyingine Mungu ametupa. Kichwa cha somo nilicho nacho kinasema jifunze kuomba juu ya hali ya majaribu yanayokuzunguka mara kwa mara, mpaka uyashinde, kwa kuwa uwezo wa kuyashinda u ndani yako mwenyewe. Jifunze kuomba juu ya hali ya majaribu yanayokuzunguka mara kwa mara, mpaka uyashinde, kwa kuwa uwezo wa kuyashinda u ndani yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa haraka moja kwa moja, jaribu au majaribu ni nini? Jaribu ni nini? Jaribu ni kipimo cha kukutoa daraja fulani na kukupeleka daraja fulani. Jaribu ni kipimo cha kukutoa daraja fulani na kukupeleka daraja fulani. Andika haraka. Mungu anapotaka kumtoa mtu hatua yoyote kwenda hatua fulani, ni kama vile anavyotumia nafasi za kibinadamu zinazotumiwa kwa maeneo mbalimbali. Kama vile mwanafunzi yeyote anapotakiwa kupelekwa daraja fulani, huwa anapita kwenye mtihani wa jaribio la kumpeleka kwenye daraja lingine, na kumpima katika kile ambacho amepewa au yuko nacho kwa kipindi ambacho amekuwa kwenye mafunzo yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na mimi nataka nianzie hapo kwenda na wewe kwenye hatua mahali fulani. Jaribu halitokani na mazingira yaliyo nje yako au nje ya uwezo wako, bali jaribu hutokana na hali ya ndani yako ilivyo katika kile ulicho kibeba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jaribu halitokani na mazingira ya nje, bali jaribu hutokana na mazingira ya ndani ya mtu yalivyo.
na unapimwa katika hicho kilichopo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Tuanzie kitabu kile cha Yakobo 1:10. Yakobo moja mstari ule wa 11 mpaka mstari wa 14. Maana jua uchomoza kwa hari, yakausha majani, ua lake huanguka, uzuri wa umbo lake upotea. Vivyo hivyo naye tajiri atanyauka katika njia zake. Mstari wa 12. Heri mtu yule astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa atapokea taji ya uzima Bwana aliyowaidia wampendao. Mstari wa 13 na wa 14. Mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kila mtu ajaribiwapo hujaribiwa na kilichopo ndani yake mwenyewe. Na unisikilize vizuri, maana nataka kufundisha kidogo somo hili kwa utofauti na jinsi ambavyo pengine umewahi kusikia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu amenisemesha kusema na wewe juu ya eneo hili kidogo. Hakuna mtu anayejaribiwa nje ya vile awezavyo. Kila mtu hujaribiwa na kile anachokiweza au kile kilichopo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ndani yako kilichowekwa ambacho ndicho kinachobeba mazingira ya kujaribiwa kwako. Mithali mlango 27 mstari wa 21b. Mithali mlango 27 mstari wa 21b. Mungu alinisemesha niseme na wewe kidogo, kwa sababu kuna watu wamekwama kwenye level mbalimbali za maisha kwa sababu wamejikuta kwenye ndoto ambazo zinajirudia mara kwa mara. Ndoto zinajirudia mara kwa mara ambazo zinaleta shida, na wanashindwa kuvuka ile hatua ya maisha kwa sababu ya aina ya jaribu wanalokutana nalo. Wengine wanaota wako shule fulani, wanaisoma shule ile miaka na miaka, ndoto yao wanajikuta kwenye ndoto ya shuleni walikosoma miaka na miaka. Maana kuna mahali wamestag kwenye eneo la jaribu la kiwango cha maisha yao, hawavuki hapo. Kuna level wanatakiwa kwenda, lakini kwa sababu kuna nguvu katika ulimwengu wa roho imewazuia, wanaota wao kwenye ile shule mara kwa mara, na kila wanapoota kuna aina ya maisha inakuja kwao na wanapata shambulio ambalo linawarudisha kwenye hali ya ukawaida.
Sasa kwa nini hilo jaribu linakuja kwao? Linakuja kwao kwa sababu ya kile kilichoko ndani yao. Mpaka umevuka hilo jaribu. Bwana asifiwe. Okay, tusome mstari wa 21. Mstari wa 21 A, B. Mstari B ndio nautaka. A anasema, karibu ni kwa fedha na tanuru kwa dhahabu. Sasa mstari B, na mtu hujaribiwa kwa sifa zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana ya sifa? Nini maana ya sifa? Kwa anayeandika, nini maana ya sifa? Biblia inasema mtu hujaribiwa kwa sifa zake. Nini maana ya sifa? Sifa ni uzuri wa kitu au mtu. Ni umaalum unaofanya kitu au mtu aonekane tofauti na mwingine au kingine. Narudia. Nini maana ya sifa? Sifa ni uzuri wa kitu au wa mtu. Ni umaalum unaofanya kitu au mtu kionekane au onekane tofauti na wengine au na kingine. Sasa turudi pale kwenye ule mfano. Nasema hivi, na mtu hujaribiwa kwa sifa zake. Na mtu hujaribiwa kwa sifa zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize kidogo hapa. Nimetangulia kusema mtu, Yakobo anasema mtu asiseme amejaribiwa na Mungu, kwa sababu Mungu hajaribiwi na uovu wala hamjaribu mtu. Lakini mtu hujaribiwa kwa tamaa iliyoko ndani yake. Mithali anasema mtu hujaribiwa kwa sifa. Na mimi nataka kueleza kidogo hapo. Watu wengi sana wamekuwa wanapita kwenye majaribu, kwenye mapito, kwenye vita isiyoisha, kwa sababu wameshindwa kutambua vita vyao au sifa za vita vyao au mateso yao au majaribu yao yanatokana na aina ya sifa waliobeba. Mwangalie mwenzako, mwambie unafahamu sifa ulizozibeba ndani yako. Mwangalie usoni tena, mwambie unafahamu sifa zako. Wewe sio huyo unayeonekana na watu hivyo. Wewe unatambulishwa na sifa zilizoko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikia. Jaribu la mtu yoyote linapokuja kwa mtu yoyote huwa linaendana na kiwango cha sifa alichonacho huyo mtu. Okay. Unaweza ukawa na sifa ya kuwa mwenye hekima. Unaweza kuwa na sifa ya kuwa mwenye busara. Unaweza kuwa na sifa ya kuwa mwenye upako. Unaweza kuwa na sifa ya kuwa mwenye nguvu. Unaweza kuwa na sifa ya kuwa muombaji. Unaweza kuwa na sifa ya kuwa mwenye huruma. Unanisikia? Majaribu yako yote huwa yanakuja kulingana na aina ya sifa ulizobeba. Ngilize mwenzako, mwambie sifa ulizobeba ni zipi? Tazame usoni tena, mwambie sifa ulizobeba ni zipi? Hatujaribiwi kwa sababu tunajaribiwa. Tunajaribiwa kwa kile ambacho kipo ndani yetu. Okay, ngoja niseme hivi. Watoto wanaopimwa darasa la 4 wanajaribiwa kwa yale waliojifunza kwa miaka 4 ambao tayari yamekuwa fido ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Walimu wamesha feed ndani yao. Kwa hiyo wanajaribiwa, wanapewa majaribio kutoka kwenye yale yaliyoko ndani yao.
sio yaliyoko nje yao. Vivyo hivyo darasa la 7, vivyo hivyo form 1, vivyo hivyo form 2, vivyo hivyo form 4, vivyo hivyo form 6, ambao wanaanza wengine mitihani kesho. Tunapewa majaribio kulingana na vile tulivyowekewa tayari na wanaotujua. Bwana asifiwe. Sasa nisikilize. Kila mtu ajaribiwapo anapaswa kujua, kama unapita kwenye jaribu fulani lisiloondoka, hilo jaribu halitaondoka kwako mpaka umejua sifa ulio nayo na kuiombea sifa ulio nayo, kwa sababu jaribu linaondoka kwa mtu kulingana na sifa yake kuvuka ile level uliopewa. Nanielewa? Ukishindwa kuvuka level ile katika ulimwengu wa roho, unajikuta kwenye ile level mara kwa mara, hata kama ulishasoma mpaka chuo kikuu, una PhD, kuna siku, kuna ndoto utaiota ya primary. Angalia mweza kumwambia kuna siku utaota primary. Uko na wanafunzi wa primary. Wewe ushaenda kimwili, ulishaenda chuo kikuu. Lakini kiroho kuna primary test za kimaisha za kiroho hujavuka. Kuna mtu ananielewa? Unarudishwa pale kwamba mpaka uvuke hii utaenda sekondari, mpaka uvuke hii utaenda chuo kikuu. Unanisikia? Na kuna wakati unaota huko chuo au unaota huko sekondari. Inajirudia kulingana na sifa ulizobeba. Kwa sababu mwanadamu mmoja anaweza akajikuta ana sifa zaidi ya moja. Unanisikia? Na kujaribiwa kwako kuna kuja kulingana na sifa ulizobeba. Rudi tena kwenye ule mstari wa 21b. 21b. Naomba tusome wote. 1, 2, 3. Na mtu hujaribiwa kwa sifa zake. Mwangalie tena mwenzako, mwambie wewe unajaribiwa kwa sifa zako. Rudia tena kusoma. Na mtu hujaribiwa kwa sifa zako. Mwanadamu yoyote duniani kwenye maisha, ukimwona anapita kwenye aina mbalimbali za vita na majaribu, na haondoki kwenye ile vita na yale majaribu, moja ya jambo hajalijua bado ni ukubwa wa sifa alizo nazo. Bwana asifiwe. Uko hapo kwenye hilo darasa la maisha kwa sababu hujaijua sifa yako. Bwana asifiwe. Mwangalie mwenzako, mwambie hujaijua sifa yako. Mwangalie usoni tena, mwambie hujaijua sifa yako. Inawezekana wewe unafanya kitu fulani ndio, lakini sifa ulizobeba ndani uzijui. Na Biblia inatuambia kila mtu Mungu alimuumba kwa jinsi ya ajabu, tena ya kutisha sana. Bwana asifiwe. Alafu hatufanani hata mahali pamoja. Kila mtu amepewa sifa tofauti na mwenzake. Nilichonacho mimi na ulichonacho wewe havifanani. Wewe una kitu mimi sina. Bwana asifiwe. Ndio maana Biblia inasema tumewekwa kwa kufaidiana, yani kila mmoja afaidi cha mwenzake. Bwana asifiwe. Sasa iko hivi, majaribu yako yanalingana na ukubwa. Ukisema nina vita kubwa isiyoisha, miaka na miaka ninapitia mahali pagumu, una kitu au una sifa kubwa usizozijua, na ndizo zina vita, na hivyo vita hutatoka mpaka umeombea sifa. Nani ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Bwana asifiwe. Okay, nisikilize vizuri na kuna mahali nitakupeleka kidogo pa kukusaidia. Yakobo anasema hivi, mtu ajaribiwa hapo asiseme Mungu amfanyaje? Amemjaribu. Kusema Mungu hajaribiwi na uovu wala yeye amjaribu mtu. Lakini mtu hujaribiwa kwa kilichoko ndani yake. Okay, angalia kitabu cha Mwanzo. Nimesema mtu hujaribiwa kwa alicho nacho.
Mwangalie mwenzako mwambie unajaribiwa kwa ulicho nacho. Muulize una nini? Na wengine kwa sababu wamekaa kimaamuma hawajui chochote. Na wanapitia vita kubwa sana japo ni maamuma. Ana vita na mziki wake hauwezi kuucheza, anabaki tu kulia na kuzurura. Sasa natokaje hapa? Ninavukaje? Hujajua ulichobeba. Yaani vita yako ni ulichobeba. Na ulichobeba ukijui. Hiyo ndio tatizo. Mwangalie mwenzako mwambie ulichobeba ujui. Yaani sifa ulio nayo ujui. Muulize mwenzako mwambie unajua sifa ulio nayo. Yaani achana na ualimu, wewe ni mwalimu, achana na udaktari, wewe ni daktari, sifa zilizoko ndani yako unazijua? Okay, ngoja tusome pale. Mwanzo 22 nikuonyeshe. Mungu anaachilia trial kwa Ibrahim, lakini Ibrahim hajaribiwi nje ya alicho nacho. Soma mstari wa kwanza na wa pili. Mstari wa kwanza na wa pili kama umepata, tusome wote. Mwanzo 22, 1, 2, 3. Ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahim. Mungu alifanyaje? Akamwambia, Ibrahim. Naye akasema, mimi hapa. Sasa angalia, lile jaribu linaruhusiwa. Mungu sio anamjaribu kwa namna ya yeye ndo anampitisha kwenye hilo jaribu. Jaribu linatokana na alicho nacho. Angalia mstari wa pili. Akasema, umchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Ibrahim akaondoka alfajiri, akatandika punda. Cheki, amekubaliana na nini? Amekubaliana na nini? Kuna mtu ananielewa? Amekubaliana na jaribu. Unanisikia? Kwa nini? Kwa sababu kutoka kwenye jaribu kuna level unaenda ya maisha. Ukifeli jaribu, uendi level fulani ya maisha. Sasa nini Ibrahim alionekana nacho? Ibrahim alionekana ana mwana wa pekee. Alafu jaribu lake lilienda kwenye ule upekee wa kile alicho nacho. Unanisikia? Sifa ya ulicho nacho ndio sifa ya ukubwa wa jaribu lako. Narudia tena, maana Mungu amenituma kusaidia watu kadhaa hapa. Kuna level mmekwama ya maisha. Unanisikia? Kuna standard ambayo Mungu anataka uende, umeikwama. Bwana asifiwe. Umeishia kwa sababu ya sifa. Na nitazungumza kwenye ibada ya pili, nitazungumza kidogo kwa sababu ibada ya kwanza nilijaribu kubana kidogo. Ibada ya pili nitazungumza kidogo kwa upana. Hujajua sifa ulizo nazo, umefeli level ya kiwango cha maisha unachotakiwa kwenda. Bwana asifiwe. Lazima ujue sifa ulizo nazo, alafu uombe juu ya sifa, kwa sababu jaribu lako haliendi kwa mwenye mwili wako, kwenye nafsi yako, linaenda kwenye sifa zilizoko ndani ya nafsi yako. Ukishinda juu ya sifa yako, umeshinda juu ya jaribu lako. Nitakupa mifano baadaye, utanielewa tu. Ngoja niende na wewe kwa spirit ya ualimu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akiwa ameweka sifa ya aina fulani kwako, vita yako itakuja kutokea kwenye sifa uliopewa. Okay, ngoja nitoe mfano kabla ya kuendelea. Waswahili wanasema kibaya chajiuza. Alafu kibaya chajitembeza, kizuri chajiuza. Unanisikia? Unanisikia? Okay. Ulichowahi kufuatilia hichi kitu na kuona watu walioumbwa vizuri
unajua wana vita ya tofauti na wengine. Hata ukiwafuatilia kwenye eneo la kimahusiano, hata kama ameshaolewa, bado ana vita ya kufuatiliwa kwa sababu ya sifa. Mnanisikia? Kinacholeta ile vita kwake sio kuwa mwanamke. Kinacholeta ile vita kwake ni sifa ya uzuri alionao. Kila mwanaume anatamani angepiga hata picha tu na yeye. Unanisikia? Kwa nini? Kwa sababu vita yake iko kwenye sifa. Sasa sikia, usije ukamdharau aliyeumbwa tofauti na mwingine. Huyu ni mzuri kwa level yake, atapata watu wa level hiyo katika hiyo level, na vita yake inatembea kutokea kwenye level hiyo. Kwa hiyo hata aliyeumbwa kwa kiwango fulani pia anapata level ya watu wa aina yake wanakuja kwenye level hiyo. Unanisikia? Na wanapokuja, ile vita hawezi kuishinda kama hajajua kinachosababisha yeye kupita kwenye hiyo vita ni sifa. Unanisikia? Sasa anachotakiwa sio kupambana na vita ya kwa nini wanamfuatilia wanaume. Anachotakiwa yeye ni kupambana au kuombea ile sifa. Ile sifa aliyonayo ifike mahali pa kuvuka ile level. Akivuka ule mtihani, amevuka aina fulani ya maisha aliyonayo kwenye hiyo level ya hiyo sifa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa vita yako au majaribu yako yanabebana na aina ya sifa ulizozibeba ndani yako. Okay. Ibrahim anafuatwa, ana mtoto wa pekee. Biblia inasema akaambiwa nitolee huyu mwana. Unajua kwenye sifa yake Mungu alikuwa anataka avuke pale ili apewe utukufu wa kuwa baba wa mataifa. Ana kitoto kimoja, ili sasa uitwe baba wa kimataifa. Mataifa yote yatakayokuja kwako yatajibarikia. Sawa? Una uzazi mwingi, lazima uvuke. Haka katoto kamoja kasikukusumbue. Ukisumbuliwa na haka katoto kamoja, maana yake level ya kuwa na watoto wengi huwezi. Unanisikia? Lazima utoe haka ambako unakaona ni kapekee. Ukishamalizana na hii jaribu hapa, utapata wengi zaidi kupitia huyu mmoja. Ile ilikuwa ni level ngumu sana kuondoka yule jamaa, lakini aligundua hii nikiisema kwa huyu mama, vita inakuwa twice. Hii ni yangu. Biblia inasema akachukua punda, akapanda, akapakia mtoto, akapakia kuni, wakaenda. Nini anapambana nalo? Jaribu. Jaribu lake lipo kwenye sifa ya alichonacho. Okay, asubuhi niliwauliza swali, nikawaambia mnafahamu Mungu anazo sifa nyingi. Sifa iliyomuua Yesu msalabani, mnaifahamu ilikuwa nini? Angalia kitabu cha waraka wa Yohana. Sifa ya Mungu iangalie pale. Alafu baada ya mwanadamu kukosea duniani, baada ya mwanadamu kufanya dhambi, angalia Mungu alijaribiwa na sifa yake. Angalia sifa ya Mungu ilipomjaribu pale. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Umepata? Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4. Angalia, sifa yako ndio vita yako my friend. Mlango wa 4 mstari wa 8. Umepata? Tusome mstari wa 8 wote kwa sauti. 1, 2, 3. Au tuanzie 7. Waraka wa kwanza wa Yohana 4, tuanzie 7 na 8. Wapenzi, na tupendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye Mungu anamjua. Naye anamjua Mungu. Mstari wa 8 ambao nataka uone sifa ya Mungu pale. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Okay. Sifa ya kwanza ya Mungu ni nini? Ni upendo. Sasa angalia, mwanadamu alipokosea, Mungu hakuwa na plani ya kuja kumuokoa mwanadamu. Unanisikia? Mungu alipoona tayari mwanadamu amekosea,
plani ilikuja kupitia sifa yake, akajaribiwa kwa sifa. Biblia inasema Mungu akaupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee. Unanisikia? Alijaribiwa. Unamuua mtoto wako kwa jaribu linalotokea kwenye sifa. Mungu akamuua Yesu, akamtoa afe, lakini alimtoa afe kwa sababu ya vita ya sifa yake. Tayari shetani anajua Mungu anawapenda watu. Ni sawa? Sasa na alicho nacho cha kuokoa hawa watu wameshaingia kwenye dhambi ni nini? Mtoto wake. Amtoe mtoto wake afe. Sasa jaribu linapita kwenye upendo wa Mungu. Mungu akajaribiwa na upendo wake. Biblia inasema maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee. Haikuwepo mwanzo. Alijaribiwa na sifa ya upendo, akamtoa mwana wake akafa. Niliwaambia asubuhi hivi, kuna mtu anapita kwenye jaribu la kuumizwa mara kwa mara kwa sababu ya kusaidia watu. Unanisikia? Amesaidia huyu akavuka, amemsaidia na huyu akavuka, na kila wakivuka wakienda mbele wanamkanyaga, wanamuumiza, alafu anabaki kunungunika sasa, mimi nina nini? Kila ninayemsaidia ananifanyia ubaya, kila ninayemsaidia harudi hata aonyeshi kwamba nimemsaidia. Cheki. Tatizo sio wao. Tatizo sio wao. Wewe umeshindwa kuombea eneo la jaribu lako. Unanisikia? Jaribu lako inawezekana wewe una sifa ya kuwa na huruma juu ya watu. Unapomuona mtu anapitia jambo, pale pale instantly unasikia ndani kumsaidia. Unamsaidia wala hujamchunguza, hujajua nini na ndivyo ilivyo huruma. Unanisikia? Ndio sifa yako. Mwangalie mwenzako mwambie ndio sifa yako. Sasa cheki. Wa kwanza ulimsaidia hivyo hivyo, akapita akakuumiza. Wa pili tena atakuja atakuta hiyo sifa bado ipo. Jaribu lako litatokea tena kwa sababu ana shida, utamsaidia, atapita atakuumiza. Wa tatu atapita atakuumiza mpaka wa tano. Unasema tu mimi jaribu langu ninawasaidia watu lakini wananiumizaga tu. Shida sio wao. Tatizo lako ni sifa ulio nayo hujaitambua. Na hujaweza kuiombea sifa yako. Wewe unajitahidi kutenda katika sifa, lakini hujawahi kusimama kushinda kupitia hiyo sifa ulio nayo ili uende level nyingine. Umebaki hapo. Sasa wanakuumiza kila siku kwa sababu ya sifa ya huruma ulio nayo. Na hata leo wakikuumiza wakienda siku mbili utasahau, wakija tena mwingine utamsaidia. Kwa nini? Kwa sababu una sifa ya nini? Ya huruma. Kwa majaribu yako yote yanakuja kulingana na nini? Na sifa ulizonazo. Mwangalie mwenzako mwambie una sifa ipi? Jaye kumsaidia mtu akakugeuka na bado ukamsaidia mwingine, akakugeuka na bado umemsaidia mwingine jana na akakugeuka na mwingine leo utamsaidia mchana atakugeuka? Tatizo ni yule unayemsaidia. Mwangalie mwenzako mwambie sifa yako. Mwangalie sifa iliyoko ndani. Sasa tunaombea sifa ili kuweza kuvuka aina ya jaribu. Usibaki kuombea jaribu. Ili kuonyesha hiki kitu unielewe vizuri. Baada ya Mungu kumtoa mwana wake wa pekee, alijaribiwa. Ukisoma Biblia yako, soma vizuri utaelewa. Mungu anapomtoa Yesu amefika mahali pagumu pa msalaba. Kafuatilia anachokizungumza pale. Hazungumzii ile issue kama issue ya yeye alipenda. No. Kasome Biblia yako. Anasema hivi, Baba ikiwezekana, si ndio? Kikombe hiki kiniepuke. Alafu angalia lugha anayosema pale nyuma, anasema lakini si kwa mapenzi yangu. Kwa sababu gani? Hili jambo limekuja kutokana na upendo wako. Sifa iliyotokea kwako yalikuwa ni mapenzi ya Mungu, hayakuwa mapenzi ya Yesu kupita msalabani. Sasa Yesu anapita pale kwa sababu ya sifa. Soma hiyo Luka. Soma hiyo Luka 22. Soma hiyo Luka 22.
ili unielewe vizuri. Soma hiyo Luka 22. Mpata Luka 22? Haleluya. Haleluya. Mstari wa 42 kama umepata tusome. Luka 22:42. Akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Kwa nini si mapenzi yake? Kwa sababu kumbuka, mwanzo Mungu ni pendo. Mungu ni upendo. Jaribu lile lilikuja baada ya mwanadamu kukosea. Mungu upendo wake ukamshawishi kumtoa mtoto wake. Unanisikia? Sasa ule upendo umefungua mlango wa jaribu. Anapita Yesu kwenye lile jaribu. Ndio maana ukisoma Biblia yako, Biblia inasema hivi, Mathayo 4, anasema Roho Mtakatifu akamuongoza. Hali Yesu akiongozwa na Roho Mtakatifu wapi? Nyikani. Aliongozwa na Roho Mtakatifu, sio shetani, ili ajaribiwe. Nisha kufikiri kwa nini anajaribiwa? Anajaribiwa kwa sababu ya sifa. Yaani wewe unaona jaribu lakini hujui kinachokozi jaribu. Na watu wengi sana wanapambana na hali ya mazingira walionayo, lakini hawajui kinachosababisha mazingira yaliyoko nje. Hicho nimekuja kufundisha hapa. Kuna mtu anapambana na hali ngumu ya maisha, lakini hajui kinachosababisha ile hali ni sifa fulani iliyoko ndani yako, na imekosa maombi ya level ya hicho kiwango. Ngoja niendeleze kidogo. Sasa asubuhi nilisema sitafundisha sana, lakini kidogo angalau kwenye hii ibada niseme kidogo, niweke angalau nipanue hiyo mipaka kidogo ya pale nilipokuwa nataka kuwasaidia wachache. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jaribu huwa linatokana na sifa yako. Mfano wewe umebeba aina fulani ya huduma kubwa ndani, nje haionekani kwa ukubwa wake. Kwa nje watu hawawezi kuona huduma yako. Unanisikia? Lakini jaribu linalokuja kukuzuia nje linapambana na ukubwa wa ile huduma ulionayo ndani. Sasa sikia. Jaribu litakalokuja kwako halitakuwa jaribu la kitoto. Utaonekana ni mtu wa kawaida kwa jinsi ya nje, lakini vita yako ni kubwa sana kwa jinsi ya kiroho, na kuna mahali unapambana utoki. Familia yako inavurugwa, maisha yako yanavurugwa, kuna vitu vinapata shida, huku kunapita, huku kunapita, huku kunaharibika. Nini kimetokea? Kuna aina ya sifa uliyobeba imeanza kushambuliwa, na wewe uiombei sifa, unaombea hali unayoona. Wakorinto wa kwanza mlango wa 10. Wakorinto wa kwanza mlango wa 10 na mstari wa 13. Na hii mnatakiwa kujua jamani. Kacheki vita yako haifanani na ya ndugu yako yote mliozaliwa kwenye familia, kwa sababu wewe ulikuja ni tofauti na mwingine. Yaani wewe ni unique. Unanisikia? Bwana Yesu asifiwe. Sifa yako imekutofautisha, imekufanya kuwa unique. Vita ya ndugu zako ni ndogo kuliko ya kwako. Na usitamani mara nyingine kumwambia mwenzako, hivi unapita kwenye vita kama inayopita, kuna vita. Haitakusaidia ukimwambia mtu kuna vita, kwa sababu level ya vita yako ni sio level ya vita ya huyu Mungu. Sawa, level ya vita yako inategemeana na sifa ulizonazo. Ndio maana kuna mtu unamuombea alafu unaona vita yake ni kubwa mpaka, yani kuna watoto unaombea uzao wako tu, watoto labda una watoto 4 au 2 au 5 au 10, lakini kuna mtu ukimgusa mwangalie mwenzako, mwambie ukianza kumuombea huyo unasikia mpaka tumbo inatetemeka, kila kitu ndani kinakaa hivi, kinakaa tenge. Kwa nini? Kwa sababu
vita ya huyu ni tofauti na ya huyu. Kwa nini? Kwa sababu sifa ya huyu ni tofauti na ya huyu. Ndio maana mara nyingine wengine wamefundishwa habari za sifa ya mzaliwa wa kwanza, si ndio Lakini kasoma Biblia yako usiishie kwenye sifa ya mzaliwa wa kwanza. Utafeli. Mungu anapomuumba mwanadamu, kuna watu mara nyingine kwenye sifa ya mzaliwa wa kwanza walishaipoteza tangu tumboni. Unanisikia? Kuna watoto wanakuja wanazaliwa kwenye familia wamebeba zile sifa. Katika ulimwengu wa roho unakuta vita yake ni kubwa, alafu ukiangalia hata namba yake ya kuzaliwa wala haifanani na namba ya wengine. Yuko kwenye namba tu limekaa tu huko. Hata kwenye ile 3 bora hayupo. Kwenye 4 bora hayupo. Mwangalie mwenzako kumwambia si ndio wanawasifiwa hata shuleni. Unakuta labda yuko kwenye 10 bora, hata kwenye 10 bora saa nyingine anaweza akatoka. Kinachokuletea vita wewe, jaribu lako wewe ni sifa. Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 13 tusome wote. Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 13 tusome wote kwa jina la Bwana kama tumepata. 1 2 3. Mmepata? Mlango wa 10 mstari wa 13. Okay, 1 2 3. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida. Neno linalosema lililo kawaida, just normal. Unanisikia? Linapokuwa kawaida maana yake linalingana na ulicho nacho. Lisilo kawaida ya wanadamu. Yaani hakuna mtu amekutana na jaribu ambalo liko nje ya level ya alivyo. Tuendelee kusoma pale. Ila turudie tena kusoma alafu tumalizie 1 2 3. Jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa kwa kawaida ya lililo kwa kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili mweze kustahimili. Sasa angalia, rudi tena, soma tena, alafu nitakurudisha pale juu uone anachokisema. Kwa sababu jaribu watu wengi sana hawajui. Majaribu yanaanzia kutoka kwenye resources zilizoko ndani yako. Kila mtu ana resources. Na vita ya jaribu lako ni resources. Turudi tena pale, angalia. 1 2 3. Jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili mweze kustahimili. Sasa narudia kusoma mwenyewe, nisikilize. Nasema hivi: jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo. Maana yake uwezo wa jaribu unalingana na uwezo ulioko ndani yako. Kuna mtu ananielewa? Nisikie. Kila aina ya jaribu uwezo wake unalingana. Ukiona unakutana na majaribu fulani, check hiyo package imekuja kwenye level ya sifa ulionayo. Sasa check. Ukifeli sio Mungu amefeli. Anayefeli wa kwanza ni wewe kufikisha kusudi lililowekwa ndani yako, kwa sababu jaribu la kwako limebeba udhihirisho wa sifa zako. Sifa zako zikikwama, udhihirisho wa hali ya maisha yako uliokusudiwa yamekwama. Sasa ndio ile unajikuta unaomba kweli, lakini unaota ndoto mara kwa mara. Ndoto inajirudia ile ile.
shule uliosoma ile ile, nyumba ile mliokaa zamani ile ile, mlikozaliwa mlipokuwa watoto pale pale. Kuna level hujahama, kuna sifa imebanwa ya kwako mahali. Kwa hiyo unatakiwa kuombea sifa yako itoke ile level ya primary, itoke ile level ya secondary, itoke ile level ya pengine ya degree moja uende PhD. Kuna mtu ananielewa? Sasa sikia, unatakiwa kuombea ile level mpaka uone hiyo ndoto ya shule hurudi kuota, hiyo ndoto ya nyumba ile ya zamani mlikuwa mnaishi huoti tena. Na ukianza kuona miaka au miezi huoni tena ndoto kama ile, kuna level umeondoka. Na kwa jinsi ya nje utaanza kuona kuna vitu unaachieve, yani sio kwa vita kubwa sana, kwa sababu hivyo vitu tayari ni level yako. Kuna mtu ananielewa? Bwana asifiwe. Vitu vyovyote vikishakuja kwenye level ya kwako, surrounding you, vinakuwa vinakufanya, vinakupambiza. Vitu vinavyokuzunguka vinakupa heshima wewe. Unanisikia? Ukishindwa hiyo level, umeshindwa hatua ya maisha. Sasa hakuna jaribu. Sasa ukisoma mstari wa 12 utaelewa anachokisema. Angalizo la kwanza pale sio la kwamba Mungu anakusema, anamwambiaje? Ajizaniaye amesimama, aangalie asije akaanguka. Watu wengi sana lile neno wanalitumia vibaya. Sikia, ajizaniaye amesimama kwenye kipi? Mtu yoyote heshima yake inatokana na sifa ya kitu alichobeba. Unanisikia? Sifa ya kitu ulicho nacho ndani yako. Huwa watu wengi sana hawajui kiburi cha mtu kinatokana na sifa yake. Unanisikia? Kiburi cha mtu yoyote kafuatilie kinatokana na sifa ya nafasi aliyonayo. Sasa anasema ajizaniaye amesimama, aangalie asije akaanguka. Anguko lako liko wapi? Unaposhindwa kufikia sifa ya kwako, heshima yako haiwezi kufika kwenye maisha yako. Muulize mwenzako, mwambie unaotaga ndoto zako. Watu uliosoma nao zamani, nyumba mliowahi kuishi zamani. Mwangalie usoni, mwambie kuna sifa yako moja bado iko mahali imebanwa kwenye hiyo level. Wengine wako tauni huku wanapambana, wengine wako shuleni, wengine wako vyuo vikuu, wengine ni watumishi wakubwa, lakini akiota ndoto anaota yuko Singida. Anaota yuko kule na mwalimu tena wa zamani, yule mwalimu aliyekuwa anamfundisha somo la Kiswahili. Anaota, yani anaota marafiki aliyokuwa anacheza nao utoto. My friend, kuna mahali unatakiwa kusaidika. Mwangalie mwenzako, mwambie kuna mahali unatakiwa kutoka. Kuna jaribu bado alijakuacha. Sifa yako kuna mahali imebanwa. Yani kwa jinsi ya nje wewe kuna mahali upo, lakini kwa jinsi ya rohoni hujapata mwanga wa maisha uliokusudiwa kwenye jinsi hiyo. Kwa jinsi ya kimwili upo kwenye karne ya 21, kwa jinsi ya kiroho upo kwenye karne ya 20. Una majaribu ya karne ya 20 kwenye karne ya 21. Unajua karne ya 20 ilianza mwaka gani? Ya 21 ilianza mwaka gani? 2000 pale tulianza karne ya 21, si ndio? Karne ya 20 ilishia pale. Si ni sawa kwa wasomi, si ndio? Ile millennium mpya ndio ilianza pale. Sasa wewe unaishi kule. Ndio maana unasikia watu wanakuambia usicheze na watoto wa 2000. Maana pia wamekaa kimajaribu ya 2000. Unanisikia? Na wanakupeleka shule ambayo hujaenda, pamoja na wewe ni msomi. Okay, sio somo langu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kila mtu hujaribiwa
kulingana na sifa alionayo saa hiyo. Muone Yesu. Mathayo 4 mstari wa 1 hadi wa 3. Muone Yesu pale wakati shetani anampitisha kwenye yale majaribu. Angalia, majaribu yake yalikuja kulingana na situation au hali ambayo alipitia kwenye ile saa. Tusome mstari wa 1 mpaka wa 3. Mathayo 4 mstari wa 1 mpaka wa 3. Angalie, jaribu lako linalingana na ulicho nacho na hali iliyopo. Hali iliyopo ndio inayoleta aina ya jaribu. Okay, tusome mstari wa 1 mpaka wa 3. 1, 2, 3. Twende mpaka wa 4. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Mjaribu angalia sasa. Mwisho akaona nini? Unajua ile njaa ile ni sifa. Njaa ni nini? Ni sifa. Angalia mstari wa 3. Shetani anatumia ile sifa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi tu kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Okay. Ulimwengu wa roho umeona demanding. Baada ya kuona demanding ukaleta na vita. Okay. Aina ya jaribu analoletewa saa hiyo linalingana na mazingira yaliyopo, alichonacho. Aliona njaa akajaribiwa kwa chakula. Sikiliza, hakuna mtu anayejaribiwa kwa fedha ikiwa hajaingia kwenye hali ya kupenda fedha. Unasikia? Yaani sikia, ukitaka kusema mimi fedha inanisumbua, mtu yeyote anayesumbuliwa na pesa ameipenda. Kwa sababu jaribu lolote huwa linakuja kulingana na demanding. Sifa ile ikisha ingia ikakava mahali, unanisikia? Ndipo na jaribu lile linainuka. Hakuna jaribu kama hakuna sifa inayohusiana na hicho kitu. Ukiona kuna jaribu la uzinzi kubwa linakuja kwako, kuna kitu kwenye ulimwengu wa roho cha aina hiyo kipo mahali, kuna sifa hiyo. Kama haipo, kuna level ya prayer kulingana na level ya sifa unayoiombea ili uvuke jaribu. Kwa kadri alivyoingia pale, Roho Mtakatifu akamtia nguvu. Alipomtia nguvu yule malaika, Biblia inasema akaendelea kwa kadri dhiki ilivyokuwa kubwa, level ile ile haogopi. Nguvu ni kubwa kulingana na level. Na Biblia inasema akauendea msalaba na akamaliza na akatukuzwa. Sasa kacheki, wewe unachekelea tu, unasema ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Akuketi kwa sababu aliweza tu kuketi, no. Ameketi kwa sababu alipita kwenye jaribu. Ule mkono wa kuume akai kila mtu. Kuna level ya maisha Mungu anakuketisha baada ya kuvuka aina fulani ya jaribu. Ibrahim alijaribiwa baada ya kuvuka lile jaribu. Biblia inasema akaitwa baba wa mataifa. Biblia inamuita kama baba wa imani. Nini? Alivuka. Kuna watu hapa majaribu kulingana na level. Hakuna jaribu lilokuja kwako lililo nje ya uwezo wako. Kila mtu analiweza jaribu lake. Lakini ukiwa kwenye nguvu ya prayer inayoweza kusukuma kwa level hiyo. Sasa wengi mmepoteza nguvu ya prayer, mmebaki na kulalamika.
Cheki wakati anaomba, hamwambii Mungu kwa nini umenileta kuniua. Hamwambii Mungu kwa nini na waokoa wanadamu, anamwambia ikiwezekana. Unajua hii kitu haikuwa mapenzi yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini kwa mapenzi yako, sababu hili ni jaribu lilotokana na upendo wako, sifa zako. Sifa yako ya kwanza ni upendo. Kwa sababu ya upendo wako mimi najaribiwa. Sasa ikiwezekana nguvu zako zinisaidie nivuke hapa. Biblia inasema malaika akamtia nguvu. Alipomtia nguvu akiwa katika ile dhiki kubwa, akaendelea kuomba. Wakati anaomba akavuka kwenye ile jaribu. Biblia inasema jasho kama matone ya damu. Kwa sababu aliyekuwa anamuokoa ana sifa ya level hiyo. Lazima damu itoke. Wangapi mnaomba kulingana na sifa mlizo nazo na umetoa gharama kwa kiwango ambacho binafsi unasikia gharama niliyotoa mpaka sasa kuna mahali tayari nimevuka. Hiyo ndoto hautaacha. Yani yule nyoka bado atakufuata tu. Wakati wa mafanikio yako yule nyoka atakuja tu. Unanisikia? Kwa sababu kuna mtu anamuotaga nyoka fulani tu anakuja kila mara. Kitaka kwenda mahali kuna nyoka. Kuna nyoka tu anakuja. Akisha kuja au kuna sura ya mtu fulani tu ndo anayekujiaga. Kuna ndoto tu lazima uiote. Na akisha kuja huyo, mambo yako yamekwisha. Kwani kuna level. Unanisikia? Kuna mzimu lazima ukujie mahali unaendaga kwenye level fulani. Sasa you have to pray kwa level ambayo itakupeleka mahali mpaka huo mzimu ufike mahali unyamazishiwe huko uliko. Alafu ujikute unatembea juu ya huo mzimu kwenye level nyingine. Na Mungu amenituma hapa kuomba na wewe. Kuna mahali umekwama. Niliomba na watu asubuhi. Na nasikia kuomba na wewe sasa. Kuna mahali umekwama. Na iko hivi, nisikilize. Mungu ameniweka mahali hapa na wewe wakati huu kwa sababu kabisa maalum. Bwana asifiwe. Unaipata hii neema, itumie. Niko na wewe, tuko hapa, hatupo kwa sababu ya bahati mbaya. Kuna kusudi la Bwana. Kuna mahali Mungu anataka uende, utoke, akusaidie. Kuna level ya maisha Mungu anataka uishi. Na wewe unayenisikiliza online, kuna kitu Mungu anataka kukupeleka. Ndio maana umesikia hii. Tunapoomba na wewe omba. Uliyeko online, omba. Tunapoingia kuomba, omba. Na hata tukikatiza maombi, endelea kuomba. Baada ya kupata ufahamu, omba juu ya jaribu lako. Omba kuombea sifa yako, kuombea sifa zako. Sasa wewe unaumizwa kulingana na sifa zako. Kama una upako mkubwa wa kitu fulani, vita yako iko kubwa sana kwenye hilo eneo. Unanisikia? Upako wako ni mkubwa sana. Watu wengi sana nimewahi kuwaambia, na kuna mahali niliwahi kwenda kufundisha nikawaambia hivi: waombeeni sana watu ambao wana vichwa vinavyoweza kubeba masomo ya science. Vita ya watu hawa sio ya kitoto. Kama una mtoto au una mume au una mke, unajua kabisa kichwa chake ana kitu cha kisayansi ndani, ana ubongo fulani hivi, una uwezo wa kuchakata mambo fulani hivi. Go and pray for him. Go and pray for her. Yani kaombe kuliko unavyofikiri. Hakuna vita duniani iliyoko nje na uwezo wa sifa ya kwako. Sijui anatoka mchawi eti Tanga anakuja kukuloga wewe hapa. Anakujuaje kama hakuna kitu kilichosababishwa kwenye ulimwengu wa roho atafutwe aje? Access amezipata wapi? Kuna kitu ndani yako kimesababisha kuinua vita huko. Unanisikia? Ukiona kuna indicator za mambo fulani fulani yamekaa namna hii hayaendi, rudi kwenye ulimwengu wa roho, chunguza una sifa zipi.
Inawezekana wewe ungekuwa ni mama bora sana. Inawezekana wewe ungekuwa mke bora sana. Inawezekana wewe ungekuwa mtumishi bora sana. Inawezekana wewe ungekuwa mtu ambaye unasukuma kazi ya Mungu mahali fulani kwa upana mkubwa sana. Inawezekana wewe ungekuwa mfanya biashara mkubwa sana, lakini kaangalia ukupata hiyo level na nafasi ya kusoma biashara kwa sababu shetani alijua kwamba una sifa ya kibiashara. Sasa acha ufanye tu biashara kimachinga bila elimu yoyote. Uwe kwenye giza tu. Ukitoa hela hii hapa unapeleka hapa, unapeleka hapa, unapeleka hapa, unapeleka hapa. Naongeaga na mtunzaji na wewe tunamwambia neema uliopewa wewe ni kubwa sana. Shetani angejua angekuachia uende kile kiwango ulitakiwa na Mungu before. Yaani kuna watu hapa, Mungu wangu nazungumza hivi. Shetani alijua sifa yako, akaanza kukamatana na sifa yako kabla wewe hujajua chochote. Sasa hivi wewe umebaki tu na wokovu na Ukristo, lakini hujui sifa yako. Simama tuombe. Kuna watu ni wadogo kiumri, lakini kiwango cha wachawi wanao watafuta ni maelfu. Unanisikia? Usichukulie poa. Wale wachawi hawaji tu kwa sababu tu. Simama jamani, tumemaliza. Nataka tuombe hapa. Kuna watu mnazo sifa, na hizo sifa zimeshughulikiwa. Saa hii jaribu lako limekuwa gumu sana kwa sababu ya sifa yako kuna mahali imeshughulikiwa. Hebu inua mikono yako, funga macho yako. Nazungumza na kila mtu ambaye ana sifa fulani. My God. Nazungumza na kila mtu ambaye ana sifa fulani mahali fulani kwenye ulimwengu wa roho. Riba shandara wasata. Yuko mtu mahali ana sifa fulani, na ile sifa imekunyima utulivu wa maisha yako. Maisha yako yamekuwa na vita tangu utotoni, vita. Kuliko ndugu zako waliotangulia, kuliko waliokuja, unaona vita yako haifanani na wao. Kuna namna una vita ya tofauti sana. Wengine ndio wana vita zao kwa level yao, lakini ya kwako imekuwa nzito kwa sababu ni uwezo wa kwako, sifa ya kwako. Mungu amenipaka mafuta kwa ajili yako mchana wa leo. Jesus. Inua mikono yako juu, funga macho yako. Iko sifa umebeba, ndio teso lako. Ndio teso lako. Tukiwa kwenye maombi hapa, Mungu atatuma malaika kama alivyomtuma kwa ajili ya Yesu akiwa pale mlima wa Mzeituni. Yuko malaika atakuja hapa, atamsaidia mtu mmoja mahali. Hiyo ndoto ni lazima uishinde.
Ni lazima uvuke hapo. Huo uchungu ni lazima uushinde, yani lazima uushinde ili wewe uende level nyingine. Kuna kitu cha kulipa. Na Mungu ameshaachilia neema hapa. Kuna kitu kinaenda kutokea. Inua tu mikono yako, funga macho yako. My God. Kuna mtu Mungu anaona moyo wake. Niko hapa, uniguse Bwana, moyo wangu wazi. Inua mikono yako. Niko hapa, uniguse Bwana, moyo wangu wazi. Niko hapa, uniguse Bwana, moyo wangu wazi. Mara moja. Niko hapa, uniguse Bwana, moyo wangu wazi. Niko hapa, niko hapa, uniguse my God, moyo Jesus. Mungu wetu, kama ulivyoachilia ile neema juu ya Kristo ikamsaidia akiwa anaomba juu ya jaribu lake, Mungu wangu, saa hii ninaomba upako ambao hujawahi kutokea tena na tena juu ya huyu mama na ndani yake, juu ya huyu dada na ndani yake, juu ya huyu kaka na ndani yake, juu ya huyu baba na ndani yake, juu ya kanisa lako hili, watoto hawa. Bwana, ninakusihi, 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 achilia neema itakayopita kwa kila moja. Inua mikono yako juu tena. Mkate wa mbinguni nilishe siku zote. Mkate, mkate wa mbinguni, wa mbinguni nilishe siku zote.
Sema Yesu, majira haya tuma nguvu zako zinisaidie Bwana, juu ya hali ya jaribu, juu ya hali ya vita ninayopita nayo. Ni kwa sababu ya sifa nilizo nazo. Sawa sawa na mithali, mtu hujaribiwa kulingana na sifa zake. Bwana, majaribu yangu yameniseta, nimefika mahali nimekwama. Yesu, nimeinua mikono yangu, ninakupazia sauti, usiniache. Majaribu yangu ninayaona kwa nje ni makubwa, yananiumiza, lakini kumbe ni kwa sababu ya sifa niliyobeba. Bwana, ingilia kati, nisaidie nitoke kwenye hili pori la maisha nililoingia, nitoke kwenye hili pori la mateso ninalopitia, pori la mahusiano, pori la ndoa, pori la kibiashara, pori la kazi, pori la kimahusiano, pori la kiafya, pori la kihuduma, pori kwenye familia, pori la uzao. Bwana, kuna mahali ninapita, kuna mahali tunapita, ni kwa sababu ya sifa niliyo nayo. Saa Bwana, nimejaribiwa, nimekamatwa, nimemezwa kutoka kwenye sifa yangu. Ninaomba majira haya, Bwana, Bwana, tuma malaika wako anisaidie. Sai kama Yesu alivyotiwa nguvu akaomba, hata akiwa katika ile dhiki akashinda, akavuka. Bwana, nipe kuvuka hili daraja, haya madaraja niliyo nayo, nipe kuvuka. Inua mikono yako, omba, sema nipe kuvuka. Bwana, niwekee nguvu ndani yangu, juu yangu, niwekee nguvu, maana hii mizimu inayonitesa imekuja kulingana na sifa yangu. Maana hao wachawi wanaopigana na mimi wamekuja kupigana na mimi kwa sababu ya sifa ya level niliyo nayo. Bwana, wingi wa neema niliyo nao umesababisha wingi wa vita nilivyo navyo. Sasa ninaomba, Yesu, 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 niko hapa majira haya, siondoki mpaka umenisaidia. Kama Yesu alivyokuja mbele zako, alisogea kiasi cha kujenga, cha kujitenga na wanadamu wengine. Baba, na mimi saa katika ulimwengu wa roho nachukua hatua ya kujitenga, nasogea hatua moja kwa maombi. Bwana, Bwana, nisaidie, nisaidie. Inua mikono yako, malaika wa Bwana yuko hapo akutie nguvu. Chukua hatua ya kusogea kwenye ulimwengu wa roho na kuanza kuomba. Kiwango chako, level yako, sifa yako, ndio vita ulio navyo, ndio vita ulivyo navyo. Una kitu kikubwa na maadui wamekuwa wengi na wakubwa kulingana na ukubwa wa ulichobeba. Mungu wangu na Baba yangu, ni majira ya mchana, nasogea na watoto wako, nasogea na mama yule, na dada yule, na mtumishi yule wa kiume na wa kike. Bwana, kwa sababu ya vita
walivyo navyo. Mungu wa Israeli, tazama majaribu anayopitia kila mara. Wengine waume za watu, wengine wake za watu, wengine wamefika mahali ni majaribu mazito kwenye maisha yao, yanapita kwenye afya zao, yanapita kwenye miili yao, yanapita hali ya umauti unapita ili kutaka kutoa roho zao, roho za watoto wao, roho za wazazi wao, roho za kifamilia. Bwana, zinainuka, zinakuja kupambana. Ninaomba saa kwa jina la Yesu Kristo, tumesogea kama Yesu, tumesogea. Roho Mtakatifu, tutie nguvu ya maombi, tie nguvu huyo mama saa anapoomba, huyo dada saa anapoomba. Bwana, msaidie kulingana na ukubwa wa jaribu lake, kulingana na ukubwa wa jaribu lake, kulingana na sifa alionayo ndani yake. Kutana naye, kutana naye. Omba, omba. Kuna kitu nakiona kinatokea. Yuko mama namuona kwenye ulimwengu roho, kuna nguvu imekuja juu yake. Yuko mahali anapita kwenye maisha fulani, kuna upako umekuja juu yako. We dada unayeomba pamoja na mimi online, kuna upako umekuja juu yako. Saa unakusaidia, unavuka hapo, unakusaidia kwenye level ya sifa ulio nayo. Ninakuona dada, una vitu vingi vya kimungu ndani yako, na vita yako ni kubwa. Shetani amepambana na wewe tangu utoto. Alijua una vitu vikubwa, alijua una vitu vikubwa, alijua una vitu vikubwa. Nisaidie Nikole. Ndio, 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 ndio. Naona upako, 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 upako unapita kwa mtu mmoja mahali. Ninaona nguvu za Bwana zinakusaidia, zinakusaidia. Umekuwa na vita tangu utoto, tangu utoto, tangu utoto, tangu kuzaliwa, tangu kuzaliwa. Saidieni huyo mama hapo. Ndio, 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 ndio. Rapakata badaba, rapakayanda dadadaba, rapakayandama. Ile vita ya adui, ile vita ya kuzimu juu yako haitafanikiwa. Mungu anapitisha neema, 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 neema. Naiona juu yako, naiona juu yako, naiona juu yako. Mungu, asante kwa ajili ya kijana wangu huyo. Bwana, asante kwa ajili ya wale wengine na waleta sae. Najua vita vyao ni kulingana na sifa walizo nazo. Mungu wa Israeli, namjua huyu kijana sio wa kawaida. Nafahamu tangu zamani, nafahamu tangu siku zote. Mungu wangu na baba yangu, ninajua shetani ana kitu anapambana nacho, anapambana nacho, anapambana nacho, anapambana nacho. Omba, omba, omba. Yuko mtu mahali mbingu zimeachilia neema, zimeachilia neema. Rapakata badabadaba, rapakakora. Bwana akuvushe, Bwana akuvushe. Nguvu za Bwana ziko juu yako, ziko ndani yako, ziko ndani yako, ziko ndani yako. Namuona mtu ana majaribu ambayo yanatoka ili linaingia ile, yanatoka ili linaingia ile, na sio kwamba yameisha, yananyamaza halafu yanatokea mbele. Mungu anakusaidia, Mungu anakusaidia, Mungu anakusaidia. Omba. Kuna kiwango nakiona Mungu anakisaidia. Unatoka hapo, unatoka hapo, unatoka hapo. Pokea upako, upako. Bwana amenipaka mafuta. Naachilia juu yako na ndani yako, naachilia juu yako na ndani yako, naachilia juu yako na ndani yako. Ninaona watu hapa wenye nyota kubwa za kibiashara, ambao wana vita kubwa za kibiashara zimeinuka kwao. Mungu anakusaidia kwenye hiyo nyota, maana wapo walioinuka, wameinuliwa kuja kupambana na wewe kwenye level hiyo hiyo ili kukukwamisha. Mkono wa Bwana unakuvusha, mkono wa Bwana unakuvusha, mkono wa Bwana unakuvusha. Rapakata badabasaya, rapakata badaba. Wasaidieni watu. Ndio naona nguvu za Bwana zinapita, wanaanguka. Wasaidie kule, wasaidie kule. Rapaka, rapaka, rapaka. Mkono wa Bwana ukusaidie, ukutoe, ukutoe. Yuko mama
boma moja mahali, anasaidiwa na Mungu. Mbingu zimefunguka juu ya sifa ulizo nazo. Imeibua vita kwenye boma uliopo, kwenye boma uliloingia. Kuna vita imeibuka. Hiyo vita Mungu anakusaidia. Unavuka hiyo vita, unavuka hiyo vita katika ulimwengu roho. Mizimu imeinuka kwenye hilo boma kupambana na wewe, kutokea kwenye sifa zilizoko ndani yako. Bwana anakusaidia, Bwana anakusaidia mama. Rapaka, rapaka. Wewe dada unasaidiwa, wewe kaka unasaidiwa, wewe mtoto unasaidiwa. Rapaka shanda, rapaka kora, rapaka yanda, rapaka sikiria saya. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. Ninaona upako hapa, upako hapa.